Kwa majina naitwa Emmanuel Moses Seleri, ni msimamizi wa masoko kampuni ya Kain General Trading Limited ambayo inahusiana na usambazaji wa pikipiki za miguu miwili na za miguu mitatu, TVS King pamoja na spare part na MRF Tire. Kilichofanyika leo siku ya hapa ni sherehe fupi ambayo ilikuwa ni kuwashukuru watumiaji wa vyombo vyetu vya TVS. Hii pikipiki mpya ambayo promote ina mwaka sasa barabarani na watumiaji 25,000. Kwa hiyo tumeita baadhi ya watu au wadau ambao wanatusapoti katika biashara yetu hii ya pikipiki kuweza kufurahi pamoja. Sawa, kukata keki pamoja na kutiana moyo. Sawa, katika biashara yetu hii ya mauzo ya pikipiki. Okay. Kwa nini mtu aitumie TVS na sio pikipiki nyingine? Kwa nini mtu aitumie TVS? Kwa sababu kwanza TVS ulaji wake wa mafuta ni mzuri, inaendana na hali ya uchumi wa Tanzania. Lakini kingine, kampuni ya TVS au pikipiki hii ya TVS HLX 125 Gear 5 ina warranty ya mwaka 1.5. Lakini si hivyo, ina bima ya mwaka 1. Lakini si hivyo tena, ina bima ya kumkinga dereva yenye thamani ya milioni 5, ambapo dereva atakapopata majanga anatakiwa ripoti kwenye mamlaka husika ili waweze kupata mchoro aweze kulipwa. Lakini kikubwa zaidi kwa sasa tunaitoa na mtungi mmoja wa gesi kama zawadi kwa mtumiaji wa mwisho. Ndio. Safi. Pamoja na hivyo, sawa, mnafanya biashara ya pikipiki hizi za TVS, tumeshuhudia ubora wake na kadhalika na kadhalika. Vipi kuhusiana na elimu? Huwa mnatenga muda kwa ajili ya kutoa elimu kwa madereva wa vyombo hivi vya moto? Ndio. Utaratibu wetu waga, tuna timu ambayo iko mtaani. Na kazi kubwa hiyo timu ni kutoa elimu ya matumizi bora ya vyombo vyetu vya TVS. Sisi pikipiki tu, tuna TVS King ambazo unaziona ziko nje hapo. Kuna timu waga inapita kwenye vituo vya maafisa usafirishaji wa miguu miwili, vituo vya maafisa usafirishaji wa miguu mitatu, ambayo ni TVS King, kuweza kuwaeleza ni namna gani wanaweza kutumia vyombo vyetu, ni namna gani ya kufanya service, wakipata changamoto wafike wapi. Kwa hiyo tumekamilika kila idara. Kwa majina naitwa Kevin Michael Kibure, ni mwakilishi kutoka Kain General. Mimi na deal sana na spare na masuala ya service. Ndio, kuhusu spare zetu, upatikanaji wake, spare zetu zinapatikana kote nchini. Hapa Mwanza, mawakala wetu, wauzaji wengi wanauza spare zetu na zinapatikana kwa uhakika kabisa kwa bei nafuu. Kuhusu service, tunatoa service sisi wenyewe, tuna sehemu zetu za kutoa service. Kwa watumiaji wa TVS tunatoa service bure kabisa, bila makato yoyote, bila malipo yoyote. Na kuhusu bajaji, kuhusu pikipiki, spare zake zote zinapatikana kutoka kwa mawakala wetu. Tuna mawakala 3 hapa Mwanza na wote wanatoa spare zetu. Tuna wauzaji wengine ambao tunafanya nao kazi, pia wote wanatoa spare zetu kwa bei nafuu. Hivyo watumiaji, wauzaji, wanunuaji wote mnakaribishwa sana kufika ofisini kwetu na kufanya manunuzi. Kwa majina naitwa Adam Peter Ngofilo, ni branch manager Safari Njema, na asanteni sana kwa kufika kwenye ofisi yetu. Tumejipatia pikipiki 125, 150. Kuna 150, kuna ziko mara mbili, kuna 150 normal na 150 X. Kwa hiyo mkifika hapa mtapata huduma zote zipo hapa. Kuna ofa za 125, kuna bima, kuna vitu vingi vinapatikana kwenye TVS. Kwa karibuni sana wateja wangu na mfike kabisa kwa wakati. Asanteni sana, karibuni. Naitwa Leogadius Levenus, ni afisa masoko wa kanda ya Ziwa, upande wa Mwanza na Mara. Kubwa zaidi ambalo tunalitoa sisi kama kampuni ya pikipiki ya TVS, tunawajali wateja wetu kwa upande wa ofa ambazo tunazitoa, hasa upande wa 125 Gear 5. Kwa pikipiki hii toleo jipya, ukinunua, mteja yoyote akija kununua kwetu kwa njia ya cash au njia ya mkopo, atapata ofa ya mtungi wa gesi bure kutoka kwenye kampuni yetu ukiwa na majiko yake. Lakini mbali na hapo utapata bima za aina mbili. Kuna bima ya kumkinga dereva pamoja na bima ya kukinga chombo endapo ikitokea ajali. Mbali na hapo tunatoa ofa ya kumjali mteja wetu kwa upande wa service. Tunakupa service ya bure
kwa kipindi chote ambacho utakuwa unatumia pikipiki yetu ya TVS 125D5. Lakini zaidi ya hapo pia tunakupa warranty ya engine ya mwaka 1.5, yani miezi 18 au kilomita 50,000. Kwa hizo ni ofa ambazo tunazitoa kwa wateja wetu wote ambao wanatumia pikipiki ya TVS. Kwa hiyo tunapenda kuwakaribisha, ukija kwetu TVS haupotezi. Unapata usalama wa chombo chako, lakini pia na wewe unakuwa umekingwa moja kwa moja na kuongeza kipato chako. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Not Samson, ni mwakilishi kutoka kampuni ya Kind General. Niko upande wa usimamizi wa masoko kwa Mwanza mjini na maeneo ya Simiyu. TVS 125 ni pikipiki bora na ni pikipiki nzuri, na kwa uraji wa mafuta kwa mtumiaji mzuri ina uwezo wa kutembea kilomita 60 hadi 65 kwa lita moja. Ina maana kibiashara tunasema iko vizuri, kiuchumi inakuwa iko sawasawa na wateja wetu wanavyohitaji. Lakini pia pikipiki ni bora, ina uwezo wa kubeba mzigo zaidi ya kilo 250 na kuendelea, ina maana 300, 350. Lakini mtu pia anaweza kabeba mzigo wake na pia akabeba abiria, kwa maana ya mtu mwenye mzigo, sio mpaka achukue pikipiki nyingine, sawa. Lakini pia tunasema pikipiki imeboreshwa zaidi kwa changamoto zote ambazo zilikuwa zinapatikana hapo nyuma, sawa, zote tumezifanyia marekebisho. Kwa tunawakaribisha wadau wetu na watumiaji wa TVS. Ni pikipiki bora. Kwanza mtu akiendesha achoki mgongo, mwili hauchoki, ataamka atafanya kazi zake vizuri, sawa. Kwa maana ya siti zetu ni nzuri na ubora wa pikipiki tumewatolea 125, kwa maana kuna wengine walikuwa wanashindwa kutumia 150 wakidai kwamba hawezi kushika miguu chini. Nao wanapanda vizuri, anapakia mzigo vizuri, balance nzuri, na pikipiki yenyewe ni quality. Mimi nadhani kwa upande wangu ni hayo. Tunawakaribisha sana watumiaji wetu wa 125. Kwa majina anaitwa Geoffrey Blandesi, ambaye ni mkazi wa hapa Mwanza, lakini vile vile ni dereva bodaboda ambaye kwa uzoefu wa kazi nina miaka 28 kwenye kazi ya bodaboda. Hebu tuambie, lini uliamua kutumia TVS? Nimeanza kutumia TVS baada ya kuwa imenishawishi kulingana na watu niliokuwa nimeona wakitumia, lakini vile vile wakawa wamenishawishi kulingana na pikipiki tulizokuwa tukizitumia za Kichina, hususan kama siti. Pikipiki za Kichina zilikuwa zinatumiza sana kwenye upande wa siti na shokapu zake. Lakini baada ya kuwa nimeshawishika na nikaingia kwenye TVS, matatizo niliyokuwa nayasikia kweli ya kupata matatizo ya mgongo, unaamka ukiwa mchovu, 100% yamepungua. Kwa hiyo ni pikipiki bado ambayo na wateja niliokuwa ninao nimeongeza wateja kulingana na ubora wa chombo ninachokitumia, nimeongeza wateja, na hata kwenye kituo ninapopaki na uwezo wa kuingia pale na nikafanya kazi kwa muda wote kulingana na kifaa nilicho nacho. Na vipi sasa kuhusiana na masuala ya kuzingatia taratibu za usalama barabarani? Kwako wewe unazingatia vipi? Nazingatia usalama kulingana na hiyo miaka niliyokuambia, niliyoingia kwenye pikipiki na mpaka sasa miaka 28, na kama unavyoniona sijawahi kupata ajali. Naona kwa sababu nazingatia, kwanza, kitu cha kwanza unapokuwa unakiendesha chombo cha moto lazima uhakikishe mguuni umevaa viatu au safety. Naona, lakini kitu cha pili ni kuzingatia usalama wako wewe na wa abiria. Kuzingatia usalama wa elementi mbili, naona jaketi, kufuata sheria za barabarani na hususan alama za barabarani. Kwa hiyo ndio imeniwezesha mpaka sasa hivi kuona nimeenjoy TVS. Majina yangu mimi ni Steven Evarist, ni dereva wa bodaboda. Nimetumia pikipiki ya TVS 125 tangu mwezi wa 10 mwaka jana. Pikipiki ya TVS 125 ni pikipiki nzuri sana na ina ubora wake. Imetengenezwa kwa namna ya pekee kabisa, inavutia hata kwa macho. Lakini pikipiki ambayo kwetu sisi mabodaboda inatupa faida kubwa sana. Utumiaji wake mafuta ni kidogo kwa kilomita nyingi. Na vipi unara wake unapokuwa barabarani? Iko vizuri, iko imara, imesimama vizuri, haina shida barabarani.
lakini pia haina ule mtikisiko wa kusema kwamba unaweza kumuumiza abiria au wewe mwenyewe. Iko vizuri. Iko vizuri. Spidi na uchukuaji wa gia na breki. Spidi yake inategemea na mwendeshaji, lakini spidi yake kwa kweli imetengenezwa kwenye ubora wa hali ya juu. Iko vizuri na uwekaji na utoaji wake wa gia ni laini kabisa, yani ni mterezo tu. Umesisitizwa sasa kuhusiana na masuala ya kuwa na leseni na vile kuzingatia taratibu za usalama barabarani. Nyinyi kama madereva mnazungumziaje hilo? Okay, swala la kuwa na leseni ya dereva ni swala la kisheria. Ni lazima kila dereva awe nayo. Mimi hapa mwenyewe ninayo na ninaimiliki kwa muda wa miaka 12 sasa. Kwa hiyo ninajiamini, na tangu ninaanza kazi hii ya kuendesha pikipiki ni miaka mingi, lakini sina kovu la kusema kama nilishawahi kuanguka na pikipiki. Maana yake ninaenda kwenye vile vigezo vya kuzingatia sheria za usalama barabarani.